Mimi naitwa Emmanuel Limbala, ni mwenyekiti wa Biashara United Mara Veterans. Mimi naitwa Emmanuel Limbala, ni mwenyekiti wa Biashara United Mara Veterans. Hii timu ilianza kwa nia ya kushirikiana tu na kujenga afya kwa ajili ya watumishi wa serikali, watumishi wa asasi nyingine ambazo zipo mkoa wa Mara, na vile vile wafanya biashara. Kwa hiyo tulikuwa tumekutana kwa ajili ya kujenga ushirikiano na kujengana afya kwa ajili ya miili yetu na maisha tunayoishi. Baadaye katika sera hiyo tulibuni tukaanzisha timu kwa ajili ya ushindani. Tulinunua timu ya iliyokuwa Polisi Mara, then tukaifanya kuwa Biashara United Mara ambayo ilipanda ligi kuu na mpaka kufikia nafasi kumaliza msimu nafasi ya 4 na kushiriki mashindano ya kimataifa ya CAF. Baada ya timu ile kuwa imeshakuwa huko, na kwa hiyo tukaendeleza sasa ile timu yetu hii kwa ajili ya lengo letu ile la awali la ushirikiano, kujengeana afya na kukuza mahusiano kati ya jamii iliyoko katika mkoa wa Mara na hata sehemu nyingine nje ya mkoa wa Mara. Timu hii imejengwa sana na ushirikiano. Hapa tulikuwepo hapa Musoma awali kabisa, timu iliyokuwepo awali kabisa ilikuwa inaitwa Musoma Veterans, ambao ilikuwepo kuanzia siku za nyuma, lakini Biashara United ilipokuja tulijumuisha, hatukubagua. Kwa hiyo ule umoja wetu na ushirikiano na kufanya mazoezi ambayo kweli kutokana na umri wetu, yale mazoezi ambayo yanatuwezesha kuwa na ushindani, tumefanikiwa. Huu ni msimu wa pili mfululizo tunachukua mashindano ya kanda ya Ziwa ya Veterans. Sisi ni mabingwa. Last time tumechukua kule Kishapu. Baadhi ya wachezaji ambao wana asili ya mkoa wa Mara au wale ambao wanapendezwa na mazoezi yetu hapa huwa wanakuja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Aliye muasisi kabisa wa hii Musoma Biashara United Veterans ni mwalimu Josia Amani Josia, ambaye ni mwalimu ambaye amekuza watoto wengi, vijana wengi ambao wametoka hapa kwenda kule. Kwa hiyo wakisikia kwamba yupo hapa kwa ajili ya mapumziko na nini, vijana wengi wanakuja hapa ili wafanye mazoezi na sisi tuwasimamie katika kutoka kwao ili wapate timu nyingine ambazo ni kweli. Hapa sasa hivi yupo Elias Maguli ambaye alikuwa anacheza huko, kacheza paka nje ya nchi, lakini anakuja hapa kwa sababu ni nyumbani, lakini hapa anafanya training ambayo inamwezesha kuwa fiti. Hata akipata timu nyingine kwa ajili ya usajili anakuwa yuko katika kiwango kizuri cha uchezaji. Tunawakaribisha sana watu wote, watumishi, wasio watumishi, na wale wote vijana ambao wamevuka miaka 35 kwenda mbele, hata wale walioko chini hapo, kwa sababu kuna programu ambayo ya vijana ambao tunawaandaa kwa ajili ya kupata timu. Hasa wale wenye umri mkubwa tunawakaribisha sana, kwa sababu hapa kuna programu ambazo zitawafanya hata na wenyewe wawe na afya njema. Hata wale wasiojua mpira kabisa tunawakaribisha, kwa sababu hapa tuna ushahidi wa watu ambao wamekuja hawajui kabisa mpira, lakini through training wamepata kujua na wanacheza sasa hivi na afya zao zimekuwa imara. Kwa majina naitwa Amani Omari Kapama, jina la michezo naitwa Makambo. Asante ndugu mwandishi. Mimi kwenye timu najulikana kama ni katibu wa Biashara Veterani. Biashara Veterani ni timu ambayo ilianzishwa mwaka 2013, lakini lengo kuu lilikuwa ni kufanya mazoezi kwa pamoja ili kuweza kupunguza sumu mwilini, lakini pia na kuweza kuweka umoja wa watu, kusaidiana, lakini pia na sehemu ambayo watu wanaweza kukutana na kubadilishana mawazo. Lakini timu hii pia ya Biashara Veterani ndio ambayo mwisho wa siku ilizaa timu ya Biashara United, timu ambayo ilipanda mpaka ligi kuu. Mimi kwa majina naitwa Castori Mbogo Thomas. Mimi ni miongoni mwa wachezaji wakongwe, kwa maana ya wachezaji ambao tayari wameshamaliza uchezaji wa kiushindani kwa maana ya veterans, na ni mwanamichezo katika timu ya Biashara Veterans iliyopo hapa Musoma. Timu hii ilianzishwa mwaka 2013 na imekuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini kwenye timu mimi nimefanikiwa kuwa mwenyekiti ambaye nimemaliza muda wangu mwaka jana. Nimeweza kuongoza kwa miaka 2, lakini ndani ya uongozi wangu nilifanikiwa kupata kombe moja ambalo tutaenda kushiriki kule Kishapu. Lilikuwa ni kombe la Sabasaba
wenyewe ndio huwa waandaaji. Kwa mwaka jana tuliweza kufanikiwa kushiriki pia na kuchukua kombe. Lakini kwa mwaka huu pia tumeenda kushiriki kwenye hilo kombe la Sabasaba, na timu yetu pia imeweza kutoa tena ubingwa huo na tukaweza kurudi na kombe kwa mara ya pili. Lakini pia tumekuwa tukishiriki mabonanza mbalimbali. Tumewahi hapa mwaka juzi tuliandaa kombe moja kwa ajili ya kumkaribisha aliyekuwa mkuu wa mkoa wa kipindi hicho, Mheshimiwa Saidi Mtanda, ambaye kwa sasa ni mkuu wa mkoa wa Mwanza. Tuliandaa bonanza na sisi ndo tulikuwa waandaaji, lakini bonanza lile lilikuwa na mafanikio makubwa kwa sababu tulikuwa na lengo la kuhamasisha wachezaji wote ambao wameshamaliza ule muda wa kiushindani waje washiriki, na kweli tulifanikiwa kushiriki. Lakini pia mwaka huu tunaenda kushiriki bonanza ambalo limeandaliwa na ndugu zetu, majirani zetu, Msoma Veterans, bonanza la Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kumwenzi baba wa taifa, na wamekuwa wao wenyewe ndo waasisi na waanzilishi wa bonanza hili. Hivyo tunatarajia siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa tunaenda kushiriki, lakini sio tu kushiriki, tunaenda kuchukua kombe. Kombe hili lazima lirudi na libaki hapa nyumbani. Kwa hiyo tuna malengo mazuri, tumeshajiandaa, na kama unavyoona sasa hivi ukiniangalia navuja jasho, nipo kwenye maandalizi kwa ajili ya bonanza ambalo lipo mbele yetu. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa sana. Faida ya haya mazoezi sisi kwa wachezaji ambao umri kidogo umeshasogea, kwanza unaweza mazoezi haya yanatuondolea sumu mwilini, lakini pia hata yale maradhi nyemelezi na yenyewe yanaweza kuondoka. Lakini pia ni sehemu ya mahusiano, kwa sababu kama mimi unavyoniona, mimi ni mtumishi wa serikali, kwa hiyo tunakutana hapa watu mbalimbali. Kwa hiyo inatusaidia sana kujenga mahusiano baina yetu pia na timu pinzani ambazo zinakuja kwa ajili ya kushiriki mabonanza pamoja na mechi za kirafiki. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, na muendelee kuhamasisha, na sio kwetu tu, hata kwa sehemu nyingine ambazo hawana timu waweze kuunda hizi timu za watu ambao umri umeenda, ziwasaidie katika kujenga afya zao, lakini pia kujenga mahusiano. Bonanza hili la Oktoba 14 ambalo ni bonanza la kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere tunatarajia lifanyikie hapa Msoma. Tutakuwa na viwanja mbalimbali, tutatumia kiwanja hiki pia na kiwanja cha Posta ambacho ni kiwanja cha manispaa ya Msoma. Kwa hiyo kulingana na waandaaji namna watakavyokuwa wamegawa kulingana na makundi, kwa hivi ndio viwanja ambavyo tunatarajia viweze kutumika katika bonanza hilo. Naitwa Frumes Tungalaza, ni mwalimu wa biashara veteran. Muda nilianza kufundisha timu hii ni mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo mpaka leo kitazama ni kama miezi 4. Nimeshashiriki nao bonanza moja Kishapu. Baada ya Kishapu pale tulikuwa mabingwa. Sasa tunategemea kupata bonanza lingine mwezi huu wa 10 huu, Nyerere Day, ambao tutacheza tarehe 18. Itachezwa uwanja huu wa Karume. Tunaweza kushiriki na kupata ubingwa, kwa sababu ni timu iko nzuri na tunafanya mazoezi mara 4 kwa wiki. Tuna siku ya Jumatatu, Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Sasa kwa siku kama ya leo ni kutokana na maandalizi ya bonanza ile, tukaona Jumamosi jioni uwanja uko wazi, basi tutumie, kwa sababu uwanja huu tunatumia pia na Msoma Veteran.